Yes, habari ndugu mtazamaji wa channel ya Fursa 100. Ni mimi Salum Simba. Karibu kwenye channel yetu ya Fursa 100 na leo hii nimekuandalia mada isemayo kuwa mambo ambayo yanasababisha umaskini. Tunajua umaskini kila mtu anaochukia, umaskini haufai, umaskini haupendezi, umaskini haukuweki wewe kuwa huru. Kwa hiyo lakini licha kuwa tunaopinga umaskini kuna mambo ambayo yanasababisha watu tunakuwa maskini. Mambo haya leo ndo nataka nikuambie. Ni zaidi ya mambo 10 ambayo nataka nikuambie. Jibadilishe ili kama unahitaji kweli kuwa na nia dhati kuepukana na umaskini. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kutizama channel yangu ya Fursa 100 na kusihi tu subscribe, like, share na comment. Na pia niambie unasemaje, kitu gani tukijadili na kitu gani tukiendeleze kukizungumza siku hadi siku ili watu wazidi kuhamasika. Katika mambo haya leo ambayo nimekuambia nitakuambia kuhusiana na mambo yanayosababisha watu kuwa maskini. La kwanza ni kurundika elimu. Watu wengi tumekuwa tunasoma, tumekuwa hatuna utaratibu mzuri wa kusoma. Tumekuwa tunasoma labda nimemaliza certificate, nimeenda diploma, nimemaliza degree, nimesoma masters, master ya mass communication, master ya agriculture, ama degree ya mass communication, degree ya journalism, degree ya public relations, degree ya marketing. Kwa hiyo unajikuta unakusanya vitu vingi ambavyo hauna muda wa kuvitumia. Laiti ungekuwa na kitu kimoja tu na ukarudi mtaani ukakifanyia kazi, ungeongeza 0 katika wallet yako. Lakini tumekuwa tunasoma sana tukiamini kwamba elimu ndio zitatusaidia, lakini si kweli. Soko la ajira limebadilika. Watu tunatizama what you have and what you learn and what you learn. No, tunatizama kitu ambacho unacho. Na ndio maana ukikuta media nyingi siku hizi fani zetu za mass communication zimechukuliwa, watu wanatizama talent, wanatizama famous, hawatizami elimu yako. Kwa hiyo jifunze taaluma ndogo ili ifanye kazi. Kwa mfano unajifunza masuala ya uvuvi, ufugaji samaki, unaenda kufanya kazi ufugaji, elimu yako labda graphic and designing, unarudi mtaani una design vitu mbalimbali. Hizo ndio elimu ambazo zinatakiwa kwa sasa ili kuondokana na umaskini. Lakini jambo la pili ni matumizi mabaya ya mitandao. Watu wengi tumekuwa waathirika katika masuala ya mitandao. Tumekuwa tukiwa katika mitandao muda mrefu sana. Tunajua mitandao, social media, a lot of social medias like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Kwa watu tumekuwa tunatumia masaa zaidi ya 3 kwenye mitandao. Kwa hiyo kama tumeamua kweli tunadhamira kweli ya kupinga umaskini, ni lazima tuachane na matumizi mabaya ya mitandao. Tusitumie mitandao zaidi ya masaa 3, zaidi ya masaa 2. Muda ule ambao unafanya upo kwenye mitandao ilikuwa ni muda wa kutafuta wewe pesa, muda wa kwenda kujifunza ujuzi, muda wa kwenda kukutana na watu ambao wamefanikiwa kukupa hamasa ama vitu gani ufanye ili ufanikiwe. Haya ni mambo ambayo yanapelekea umaskini, yapinge kuanzia leo. Jingine ni utazamaji wa TV kwa muda mrefu. Tunaona watu wengi wamekuwa, kwa mfano kuna series mbalimbali hivi sasa zinaendelea, kwa hiyo mtu yupo tayari kutizama mpaka masaa 7 au 8 kutizama television. Kwa hiyo kitu hiki ambacho wewe kinakusababisha baada ya kumaliza hayo masaa yako 7 kutizama television, unakuwa akili imechoka, umekuwa hutamani kufanya jambo lolote. Lakini muda ule wa masaa 7 kama ungeenda light kutafuta kazi yote ya kufanya ama kujifunza kitu chochote kipya, basi ungekuwa unakaribia na harakati za kuachana na umaskini. Yes, habari ndugu mtazamaji wa channel ya Fursa 100. Ni mimi Salum Simba. Karibu kwenye channel yetu ya Fursa 100 na leo hii nimekuandalia mada isemayo kuwa mambo ambayo yanasababisha umaskini. Tunajua umaskini kila mtu anaochukia, umaskini haufai, umaskini haupendezi, umaskini haukuweki wewe kuwa huru. Kwa hiyo lakini licha kuwa tunaopinga umaskini kuna mambo ambayo yanasababisha watu tunakuwa maskini. Mambo haya leo ndo nataka nikuambie. Ni zaidi ya mambo 10 ambayo nataka nikuambie. Jibadilishe ili kama unahitaji kweli kuwa na nia dhati kuepukana na umaskini. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kutizama channel yangu ya Fursa 100 na kusihi tu subscribe, like, share na comment. Na pia niambie unasemaje, kitu gani tukijadili na kitu gani tukiendeleze kukizungumza siku hadi siku ili watu wazidi kuhamasika. Katika mambo haya leo ambayo nimekuambia nitakuambia kuhusiana na mambo yanayosababisha watu kuwa maskini. La kwanza ni kurundika elimu. Watu wengi tumekuwa tunasoma, tumekuwa hatuna utaratibu mzuri wa kusoma. Tumekuwa tunasoma labda nimemaliza certificate, nimeenda diploma, nimemaliza degree, nimesoma masters, master ya mass communication, master ya agriculture, ama degree ya mass communication, degree ya
ya journalism, degree ya public relation, degree ya marketing. Kwa hiyo unajikuta unakusanya vitu vingi ambavyo hauna muda kuvitumia. Like ungekuwa na kitu kimoja tu na ukarudi mtaani ukakifanyia kazi, ungeongeza sifuri katika wallet yako. Lakini tumekuwa tunasoma sana tukiamini kwamba elimu ndio zitatusaidia, lakini si kweli. Soko la ajira limebadilika. Watu tunatizama what you have and what you learn and what you learn. No, tunatizama kitu ambacho unacho. Na ndio maana ukikuta media nyingi siku hizi, fani zetu za mass communication zimechukuliwa, watu wanatizama talent, wanatizama famous, hawatizami elimu yako. Kwa hiyo jifunze taaluma ndogo bila ifanye kazi. Kwa mfano unajifunza masuala ya uvuvi, ufugaji samaki, unaenda kufanya kazi ufugaji, elimu yako labda graphic and design, unarudi mtaani una design vitu mbalimbali. Hizo ndio elimu ambazo zinatakiwa kwa sasa ili kuondokana na maskini. Lakini jambo la pili ni matumizi mabaya ya mitandao. Watu wengi tumekuwa waathirika katika masuala ya mitandao. Tumekuwa tukiwa katika mitandao muda mrefu sana. Tunajua mitandao, social media, there are a lot of social medias like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Kwa hiyo tumekuwa tunatumia masaa zaidi ya 3 kwenye mitandao. Kwa hiyo kama tumeamua kweli tunadhamira kweli ya kupinga umaskini, ni lazima tuachane na matumizi mabaya ya mitandao. Tusitumie mitandao zaidi ya masaa 3, zaidi ya masaa 2. Muda ule ambao unafanya upo kwenye mitandao ilikuwa ni muda wa kutafuta wewe pesa, muda wa kwenda kujifunza ujuzi, muda wa kwenda kukutana na watu ambao wamefanikiwa wakakupa hamasa ama vitu gani ufanye ili ufanikiwe. Hayo ni mambo ambayo yanapelekea umaskini, yapinge kuanzia leo. Jingine ni utazamaji wa TV kwa muda mrefu. Tunaona watu wengi wamekuwa, kwa mfano kuna series mbalimbali hivi sasa zinaendelea, kwa hiyo mtu yuko tayari kutizama mpaka masaa 7 au 8 kutizama television. Kwa hiyo kitu hiki ambacho wewe kinakusababisha baada ya kumaliza hayo masaa yako 7 kutizama television, unakuwa akili imechoka, umekuwa hutamani kufanya jambo lolote. Lakini muda ule wa masaa 7 kama ungeenda light kutafuta kazi yoyote ya kufanya ama kujifunza kitu chochote kipya, basi ungekuwa unakaribia na harakati za kuachana na umaskini.